Logo kubwa ya mnyama Simba mwaka 1936. Hii ndio klabu ilipozaliwa. Miongoni mwa klabu kubwa barani Afrika, ukitaja zile orodha 10, Simba nafasi ya 6. Lakini ligi yetu kuna nafasi ya 4. Lakini Simba kabaki peke yake kwenye kanda Sekafa kwenye hatua ya mashindano ya vilabu, hatua ya robo finali. Na tayari mkondo wa kwanza umepigwa Al Masry pale, mmeumia goli 2-0. Hiyo watu wamefunika. Watu wanajiuliza Dar es Salaam nini kitakwenda kutokea. Lakini kwenye hamasa ndo kumezua maneno mengi leo. Simba mmoja na fashion mpya kabisa. Anateuliwa mtu kwa kadiri ambavyo wanaona kuna umuhimu wa kwenda kuimaliza mechi. Kwangu mimi swali jepesi ni kuhusiana na uteuzi wa shehe mkuu wa Dar es Salaam. Watu wakasema sasa tunaingiza dini kwenye mpira. Kutoka kwenye siasa tunaingiza dini sasa. Wapo ambao wanaamini ni sahihi, wapo ambao wanaamini Simba mmeenda mbali sana. Kwako JB, mtazamo wako kuhusiana na uteuzi wa viongozi wa kiimani kuelekea Jumatano ni upi? Nje ya mpira Mungu yuko pale pale. Kwa sababu kila kitu kinahitaji huduma ya Mungu. Na ndio maana hatukubagua dini zote. Viongozi wote wa dini pande zote mbili wapo. Wapo wa Kikristo, ndio maana akateuliwa Mwamposa yupo anawakilisha kinakuwa ni Musa. Na ukienda upande wa pili huku unamkuta shehe mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo hapa kwenye dini hatujabagua. Ukija kwenye siasa yupo kiongozi wa nchi. Umeelewa naye yupo vile vile, hata kuwepo mwana FA. Ukienda kwenye mpira bado tunaye rais wa nini? Rais wa mpira. Na ukirudi tena kwenye nchi tunaye mkuu wa mkoa wa nini? Wa Tabora. Naye amealikwa Paulo Chacha. Kwa maana kwamba mmebalance hesabu, equation kila sehemu yani ibai na ni balancing equation imekaa sawa. Yani equation imebalance. Yani left hand side is equal to right hand side. Kwamba kila sehemu tumeguswa, upande wa Kikristo wapo, upande wa Kiislamu wapo, upande wa siasa wapo, upande wa mpira wapo. Kwa hiyo Simba iko katikati. Wallace Karia ndo kazua maneno kwamba wanaamini sasa hivi kama sio uteuzi sahihi, kwa sababu tayari kuna fukuto lipo nchi. Yanga wana complain kuhusu Wallace Karia na bodi ya ligi. Kuna yanazungumzwa dabi chezi. Wakati Yanga wakimuona Wallace Karia kama hafanyi sawa sawa, Simba mmemchukua na kusema adui yenu ni mshikaji wetu, mmempa nafasi. Mtazamo wako unaofikiri kwamba sio sawa sawa, unaweza kusema nini? Unapozungumzia mpira wa Tanzania uwezo ukamtenganisha na Wallace Karia. Kwa sababu Wallace Karia ndo mwenye mpira wake, yule ndo rais. Yani hata kama Simba wasingemwalika bado still angekuwa yupo ndani ya mpira, kwa sababu yeye ndio mwenye timu zake. Yani timu zote Simba, Yanga zote hizi, mpira unaochezwa Tanzania wote uko chini ya Wallace Karia. Sasa unamtengaje Wallace Karia? Wao mechi na Mamelodi Sundowns walimvalisha jezi ya Yanga Wallace Karia. Si umeelewa Mechi na Mamelodi Wallace Karia alivaa jezi ya Yanga, Stephen Mguto alivaa jezi ya Yanga, mwana FA alivaa jezi ya Yanga, kwa sababu wanaisimamia nchi. Ile mechi ilikuwa ni mechi ya nchi, kwa sababu Yanga ilikuwa inafanya nini? Inawakilisha. Je, Simba alivyocheza robo finali uliona Wallace Karia alivaa jezi ya Simba na National League? Umeelewa Kwa hiyo Simba msimu huu na sisi tumeamua sasa kumwalika Wallace Karia kama rais wetu. Maana yake uwezo ukazungumzia mafanikio ya Simba. Simba mara ya mwisho kuingia makundi ni 2003. Sio, umeelewa tunamtoa Zamalek ya Misri hapa 1-0, kule 1-0 wanatufunga, tunaenda nao kwenye mikwaju ya penalti. Kuanzia pale Simba tukawa tumepotea. Umeelewa Tumerudi tena Simba baada ya utawala wa Wallace Karia. Sio, umeelewa 17-18 ndio tunaanza kurudi tena kimataifa, na tunaanza kufanya vizuri 18-19 chini ya utawala wa Wallace Karia. Kwa hiyo hizo robo finali zote hizi, robo finali 6 au 7 zote zinamhusu Wallace Karia. Ukienda kwenye AFCON, hata timu ya taifa ya Tanzania kwenye AFCON mara ya mwisho ni mwaka 80 ndio tunacheza mara ya mwisho. Lakini tumekuja kucheza tena, kurudi tena chini ya utawala wa Wallace Karia. Ndio tushaenda mara ngapi? Hii mara 3 sasa hivi. Na tunaandaa mashindano ya AFCON chini ya utawala wa Wallace Karia. Kwa uwezo ukautenganisha mpira wa Tanzania na nini? Alafu hata hawa wanaombeza Karia ni akili zao ndogo, kwa sababu wao mafanikio yao yameanzia kwa Wallace Karia. Afadhali sisi tulicheza huko nusu finali mwaka 74, tulicheza finali 93, umeelewa? Kipindi kile mfadhili wetu alikuwa nini? Alikuwa baba wa Simba, Azim Dewji. Simba inaenda mpaka finali. Kwa sisi tulianza kufanya makubwa kwenye tawala zingine za nini? Za Fati. Umeelewa? Lakini wao tangu Yanga imeanzishwa, umeelewa? Wanakuja kucheza finali shirikisho. Miaka 89 imepita. Chini ya utawala wa Wallace Karia. Mara ya mwisho kuingia makundi
kwenye klabu bingwa ni 93. Tena 93 hiyo hawakuingia wao, tulichanga. Yani sisi na wao tuliwapa wachezaji watatu, tuliwapa Shaban Ramadhani, tuliwapa Munjali Seki, tukawapa na nani? Na Alphonse Modest. Na kiongozi wetu, umeelewa? Aden Lage ndo alichukua Yanga hapa, wanatoka 2-2 pale, wanatiana bakola Jangwani pale. Wanajisahau kwamba timu inatakuwa isafiri, Lage anaichukua timu anaisafirisha, anaenda nao Zimbabwe, anapindua meza, wanarudi hapo wameingia makundi. Kwa makundi yale ya 98 sio ya kwao, tumechanga. Yani sisi na wao na wachezaji wetu ndio wametoa mchango mkubwa na kiongozi wetu. Umeelewa? Lakini wameanza kufanya vizuri chini ya utawala. Wanarudi tena kwa klabu bingwa makundi chini ya utawala wale Skaria. Yanga kupaswa kabisa kupiga kelele hizi za mdomo kumtukana nani wale Skaria. Wale Skaria amewafanyia mambo makubwa mengi. Wale Skaria huyu ndio aloruhusu udhamini wa yani mdhamini mmoja adhamini vilabu takriban ngapi? 7 na Yanga kiwemo, na hatulalamiki kwenye udhamini, tunalalamika huyu mdhamini bado anakuwa na influence na timu fulani. Yani kuna katimu kama anakamiliki vile, alafu bado anadhamini vilabu vingine. Si umeelewa? Lakini huyu wale Skaria kawafumbia macho, kawaachia. Kwa hiyo wanatakiwa wawe makini. Marefa wanafungiwa, wanaruka maukuta ovyo, wanadaiwa madeni ya ajabu, lakini wale Skaria yote kawafumbia macho. Na ndio maana mwisho kachoka, akaamua waambie ukweli, katika timu ambayo nufaika na utawala wangu ni nyie. Mambo mengi mimi nimeyafumbia nini macho, wamekasirika. Lakini sisi kumuita wale Skaria sio kama tumemuita eti kwa sababu wao wana ugomvi naye. Wao kama wana ugomvi wao kivyao, sisi tunachojua wale Skaria ni rais wa mpira wa nchi yetu. Kwa hiyo ndio maana tumefanya nini? Tumemwalika aje kuiangalia timu yake inapofanya vizuri. Umeelewa? Bwana mtazamaji wangu, utakuwa umeelewa kinaga ubaga namna ambavyo saka la wale Skaria na Yanga. Kumbe Yanga hawana hata haki wala huyo hakuna ulazima kumkosoa mzee wa watu kwa namna ile kijeuri. Walitakiwa kae chini wazungumze naye vizuri. Jumatano iko mbali kutoka leo. Nje ya uwanja tayari naona mambo yameclick. Tiketi zinaonekana sold out, imekaa vizuri, zinaenda vizuri. Ndani ya uwanja nini ambacho unaweza kusema kwa Fadlu Davis kuelekea Jumatano? Fadlu Davis anatakiwa aongee na mchezaji wake. Mpira sasa hivi unachezwa na vitu vitatu. Mpira uhitaji sasa hivi dojidoji nyingi. Wachezaji wasicheze na jukwaa, wacheze kwa kutumia vitu vitatu: commitment, space na time. Katika time they must know at all time they do defense. At all time they do attack. At all time they do hold. Muda gani wanachezea mpira, muda gani wanatakiwa washambulie, muda gani wanatakiwa wasuie. Yani mwalimu lazima awaambie wachezaji wake wacheze katika vitu hivi. Tunatakiwa tushambulie kwa wakati. Umeelewa? Tuchezee mpira kwa wakati. Sio tunachezea mpira wakati tunahitaji matokeo. Hii mechi haitakiwi tuchezee mpira. Hii mechi inatakiwa ni kushambulia. Yani unashambulia. Tukishapata magoli 2 matatu ndio tunarudi katika principle of defense. Tunaenda kufanya nini? Kudefense. Ndio hapo sasa tunaweza tukaanza kuchezea nini mpira. Maana yake kudefense sasa hivi unaweza ukadefense sawa kwa kuzuia, au unaweza ukadefense kwa kuchezea mpira, kupiga pasi nyingi. Muda unafanya nini? Unasogea. Alafu wanatakiwa vile wajue swala la utengenezaji wa nafasi. Unazuiaje nafasi mpinzani wako asitumie, na unazitumiaje nafasi? Kikubwa ni matumizi ya nafasi. Umeelewa? Yani ukiweza kutumia nafasi ndipo hapo mechi inaweza kufanya nini? Inaisha mapema. Yani inatakiwa dakika 45 za kwanza tayari tusha level scoreboard. After dakika 45 za pili ndo tunaenda kufanya nini? Tunaenda kuwatafuta. Alafu kikubwa ambacho tunahitaji wachezaji wakifanya ni swala la commitment. Kujituma. Sawa? Wachezaji wanatakiwa wajitume. Umeelewa? Yani wajue thamani ya Simba. Nembo aloivaa wajue thamani yake ni ipi. Na waangalie hii aibu inayotukumba kwamba tushacheza robo finali, ingawa robo finali zetu tumecheza na timu bora. Tumecheza robo finali na TP Mazembe, tumecheza robo finali na National, tumecheza robo finali na Wydad Casablanca, tumecheza robo finali na Orlando, tumecheza robo finali na Kaizer Chiefs. Tumecheza robo finali na Wydad Casablanca, na sasa hivi tumerudishwa tena Misri. Si uaga tunaga robo finali na timu ya kipumbavu. Kama vile wao unaenda robo finali unapoa na Rivers, nusu finali unaenda kupoa na timu inashuka daraja South Africa Marumo Galaxy. Sisi hatuko huko, sisi tunapoa timu hasa. Na tukitoka hapa tunapoa tena nani? Tunapoa Zamalek. Kwa sababu wanajua ubingwa huu lazima Simba msimu huu tuchukue. Kwa hiyo tukishapoa Zamalek tukimalizana naye mapema basi kombe la kwetu. Bwana huyu ndio GB 64, nataka watu wasome jina lako vizuri. Bwana hiyo ndio GB 64, huyu pia ndio mwenyekiti wa tawi mashuhuri na mahiri na maarufu la klabu ya Simba, linaloitwa Simba Unstoppable pale Karume
mjini kabisa kwenye soko la mahitaji mbalimbali unafika pale. Kwa hiyo huyu ndiye doni wa hili kitu. Lakini pia amezungumza Kiingereza hapa, tuko chuo kikuu cha Dar es Salaam. Usishangae Simba wasomi wamo. Shukrani sana kaka. City are in front. Kevin De Bruyne. Kirunda mwaga cross Majanga. Oh!